Linapokuja swala la tetesi za usajili, wananchi Yanga hawajawahi kuboa, hawajawahi kupoa. Ndiyo, idara yake ya mawasiliano kwa umma ikiongozwa na Ali Kamwe imekuwa na ubunifu wa hali ya juu kiasi ya kwamba kufanya macho, masikio yaelekezwe kwao katika baadhi ya nyakati kutokana na kile wanachokifanya. Tunakumbuka 2023-2024 katika msimu huo Yanga walizua gumzo kutokana na usajili wa mchezaji nambari 6. Alikuwa anahusishwa Fabrice Luamba Ngoma ambaye hata hivyo alikuja kutambulishwa Simba. Mwisho wa siku mchezaji alikuwa gumzo alikuwa ni Skudu Makudubela. Sasa kwa msimu huu wa 2025-26 tukielekea msimu mpya wa 2026-27 Yanga kama kawaida yao wametoa nafasi kwa kuwagumza kuhusiana na mchezaji nambari 6 mgongoni, kiungo ambaye hivi sasa tofauti tu ni kwamba imeongezeka water player. Huyu water player bado angali akisakwa miongoni mwa wanaofuatilia soka nchini, lakini wenyewe Yanga wanafahamu ni mchezaji upi. Kilichobaki ni wao kumtambulisha, lakini wamekuwa wakitoa dondoo juu ya mchezaji huyo. Sasa matokeo yake wachezaji kadhaa wenye sifa zinazotajwa na Yanga wamekuwa wakihusishwa. Yanga wenyewe wamekuwa tu wakionyesha jezi nambari 6 ya Yanga kwamba ni miongoni mwa wachezaji wao wapya kwa msimu ujao 2026-2027. Sasa wengi wamekuwa wakitajwa. Wanatajwa Alphonse Mabula, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, nyota ambaye hivi sasa yungali nje ya Tanzania akicheza soka lake. Baadhi wamekuwa wakimtaja Faisal Salum Feitoto, manake na yeye ni kiungo uvaa nambari 6, ingawa kuna sifa nyingine ambazo wamekuwa wakizisema Yanga. Unaona Feitoto anaweza asiwe yeye, na hasa ukizingatia kwamba pale Azam amejichimbia. Azam wako vizuri kupata mchezaji kwao ambaye wenyewe wanamhitaji, sio kazi nyepesi hata kidogo. Lakini anayetajwa ni pamoja na huyu mwamba Mohamed Chapi Zugrana, mzaliwa wa Ivory Coast, lakini hivi sasa anachezea timu ya taifa ya Burkina Faso baada ya kubadilisha hadhi yake ya uraia kisoka kutoka Ivory Coast kwenda kule nchini Burkina Faso ambako ndiko anakochezea sasa. Huyu alizaliwa Oktoba 29 mwaka 2001, kwa hivi sasa angali na miaka 24. Ni kiungo wa ukabaji, kiungo mpambanaji ndani ya dakika 90, ana tenki la kutosha, lakini ana maarifa makubwa katika utoaji wa pasi zinazofika kwa wenzake. Lakini sifa yake kubwa zaidi ni juu ya uwezo wa kupora mipira kutoka kwenye himaya ya wapinzani na kuirejesha katika timu yake. Matokeo yake ni nini? Tangu msimu wa 2021-22 mpaka sasa tunapozungumza, hakuna msimu ambao Mohamed Zugrana timu anaichezea haitwai mataji, na hasa mataji ya ndani. Tunakumbuka vizuri huyu hivi sasa yupo MC Alger, na taarifa zinaeleza wakati anatoa MC Alger akitokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast alisaini mkataba wa miaka 4 ambao utamfanya adumu mpaka Juni 2027. Kwa lugha nyingine, yupo MC Alger bado angali na mkataba wa mwaka mmoja, lakini akiwa ASEC Mimosas msimu wa 2021-22 walitoa ubingwa wa Ivory Coast, msimu wa 2022-23 walitoa ubingwa wa Ivory Coast, msimu wa 2023-24-25 na msimu uliomalizika 25-26 yungali katika klabu ya MC Alger, na kwa mara ya kwanza MC Alger wameweka rekodi kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Algeria, ligi namba 3 kwa ubora barani Afrika baada ya ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ndio wanafuatia wao ligi kuu ya Algeria. MC Alger imetoa ubingwa mara 3 mfululizo. Katika historia yao hawajawahi kufanya hivyo. Ni timu ambayo imeanzishwa mwaka 1927, imetoa ubingwa wa ligi kuu ya Algeria mara 10, kati yake ni mara 3 walizozitoa mfululizo, katikati akiwepo huyu mwamba Mohamed Zugrana, guu lenye nguvu zaidi la kulia, urefu ni around 45 na inchi 9. Katika kikosi cha MC Alger pale kati wanaowategemea katika kuunganisha timu kutoka eneo la kiulinzi kwenda katika eneo la ubunifu, kwenda katika eneo la ushambuliaji, lakini pia kuwalinda walinzi wao akina Ayubu Abdelawi, Abdelkadir Mezla, ni pamoja na yeye Mohamed Zugrana akishirikiana na wenzake Mohamed Ben Khemasa, kaka mkubwa huyu, lakini pia Osama Ben Hua, vile vile Zinedine Ferhat. Mara nyingi wanapocheza mfumo baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, yeye anakuwa katika watatu katikati kulingana na maelekezo ya siku husika na benchi la ufundi, lakini mara nyingi katika wale 3 yeye anakuwa katikati. Ndio matokeo yake yeye amekuwa akifanya MC Alger imarike sana na kuwa imara katika kuhakikisha hawafikiwi langoni kwao, lakini pia kwenye kuvusha mipira kuipeleka kwa washambuliaji wao akina Zakaria Naiji. Yeye ni miongoni mwa wale ambao wanaifanya kazi hiyo vizuri sana.
Katika msimu wa 2023-24 kwa mfano, msimu ambao ndio alitua klabu ya MC Alger akitokea katika klabu ya Sekimimo Stars ya Ivory Coast, yeye aliibuka kuwa ndiye mchezaji bora wa kigeni katika ligi kuu ya Algeria kutokana na kiwango cha juu alichokionyesha. Lakini sio hayo tu, ametoa mataji ya kombe la FA la Algeria katika msimu wa 2025-26 kama ambavyo amewahi kufanya msimu mwingine nyuma, kwa maana kwamba ameshawahi kutoa taji la ligi kuu Algeria mara 3 mfululizo ikiwemo msimu huu, lakini ameshatoa taji la FA, kombe la FA la Algeria mara 2 akiwa na MC Alger. Amekuwa ni miongoni mwa wachezaji wenye mafanikio makubwa eneo la kati, ingawa umri wake ni miaka 24. Huyu mwamba katika msimu uliomalizika kwa ujumla amecheza mechi 25 kwa MC Alger, mechi 14 za ligi kuu Algeria kati ya mechi 30, mechi 5 za ligi ya mabingwa barani Afrika pale walipokuwa katika kundi C wakiwa na Al Hilal Omdurman, Mamelodi Sundowns na Saint Eloi Lupopo ya kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia amecheza mechi 6 za kombe la FA la Algeria, kwa ujumla mechi 25. Sasa umahiri wake uko vipi? Kwa mfano katika ligi ya mabingwa barani Afrika, katika kundi ambalo nimetoka kulieleza, wakiwa na Mamelodi Sundowns, wakiwa na Al Hilal Omdurman, wakiwa na Saint Eloi Lupopo ya kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye mechi 6 alizocheza MC Alger kwenye kundi lao, yeye alicheza mechi 5 dakika 287, lakini akaonyesha ubora wake katika maeneo yote mawili, juu ya timu inapokuwa offensive na kwenda kushambulia na juu ya timu inapozuia na hasa kuhakikisha ukuta wao haufikiwi. Ni kwa sababu gani? Aligusa mipira mara 191, akatoa pasi 151. Katika pasi hizo zilizofika kwa usahihi ni pasi 131, sawa sawa na ufanisi wa 87% ya pasi anazopiga zinafika kwa usahihi. Hii ni sifa mojawapo ya Mohamed Zugrana juu ya kutuza boli, mali haipotei ovyo ovyo miguuni mwake, na anapogawa basi mali hiyo inafika. Na katika pasi zilizofika zile 131, 84 zilifika katika eneo la pili la uwanja, kwa maana kwamba yeye cheza yake pasi zake nyingi sio sideway passes, yani pasi za kushoto kulia, pasi nyuma, la hasha. Pasi zake nyingi ni za kwenda mbele kuleta madhara kwa wapinzani, kunufaisha timu yake anayoichezea. Na pasi hizo 84 kati ya 131 zilizofika kupigwa katika nusu ya pili ya uwanja, maana yake ni 64% ya pasi zote zilizofika alizozitoa Mohamed Zugrana kwenye ligi ya mabingwa akikabiliana na Mamelodi Sundowns, Al Hilal Omdurman na Saint Eloi Lupopo, zilikuwa ni 64% kwa ujumla wake zile zilizofika katika nusu ya pili ya uwanja. Lakini sio hayo tu, huyu mwamba mara chache hufika karibu na lango la wapinzani, kwa sababu mara nyingi kwenye kucheza kwao anaonyesha nidhamu hali ya juu, akiruhusu wenzake kina Mohamed bin Khamasa, akina Osama bin Hua au Zinedine Ferhat wao kwenda mbele wakati wanashambulia, yeye akibaki nyuma akiungana na walinzi wao akina Ayubu Abdelawi kuhakikisha hawadhuriki kwa mashambulizi ya kujibu. Matokeo yake mara nyingi chezake huwa ni karibu na eneo la kati la uwanja. Mara chache hufanya majaribio ya kufunga. Amepiga mashuti 2, moja on target, hakufunga, ni kwa sababu ya majukumu yake ndani ya timu kama nilivyotoka kueleza. Sasa kwenye majukumu ya kuzuia, sifa yake kubwa ni pamoja na uwezo wa kupora mipira kama nilivyotoka kueleza. Mechi hizi 5 dakika 287 alipora mipira kuirejesha katika timu yake MC Alger mara 15 katika mechi 5. Lakini sio hilo tu. Vipimo vingine vya kiulinzi ni pamoja na kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara, tunasema tackling, amefanya mara 3 katika mechi hizo 5 kwa mafanikio. Interceptions, kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana, kwa mfano mmoja anampasia mwenzake kabla hajafika, anawazidi maarifa, anauingilia huo mpira, au wakati mpinzani anajaribu kutuliza mpira, amefanya kwa mafanikio. Hiyo tunaita interception, mara 3 kwa mafanikio. Lakini kuna clearances, kuosha mpira, kuondosha kutoka katika eneo hatarishi, amefanya mara 6 kwa mafanikio. Na pale inapobidi huwa anacheza faulo za kimbinu ili tu lango lao lisifikiwe, kule kwa makipa wao akina Genduz, kwa walinzi wao akina Abdelawi. Matokeo yake ni nini? Amecheza faulo 10 katika michezo 5, yeye amechezewa faulo 5 na amepata kadi za njano 2 kwa sababu tu ya kujitoa kafara pale panapostahili ili timu yake iwe salama. Mohamed Zugrana, bonge la kiungo cha ukabaji, miongoni mwa viungo bora wa ukabaji barani Afrika hivi sasa. Sasa huyu naye anahusishwa na Yanga kama ndio yule water player. Sasa endapo Yanga watampata huyu mwamba, na ambayo itaashiria jambo moja kubwa. Kwanza, mafanikio ya Yanga katika vita usajili, kwa sababu wanaomwania Zugrana wapo wengi. Baadhi yao ni pamoja Al Ahli ya Misri,
klabu namba 2 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF baada ya Mamelodi Sundowns, timu ambayo msimu huu wa 2026-27 inakwenda kushiriki michuano ya kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza katika misimu ya karibuni, kwa sababu yenyewe ni wazoefu wa kila mwaka kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Safari hii wamekosa tiketi kutoka nchini kwao Misri, imeangukia tiketi kwa mabingwa Zamalek na timu iliyomaliza nafasi ya pili katika ligi kuu ya Misri Pyramids. Wao wanakwenda kushiriki kombe la shirikisho na wanafanya jitihada kubwa kumpata Mohamed Zugrana. Lakini MC Alger wenyewe wangali wakimhitaji kwa ajili ya msimu ujao kwa sababu ni miongoni mwa nyota wao wa kutumainiwa. Sasa Yanga kwa kuwa imeshajibainisha kwamba ni miongoni mwa klabu zenye malengo makubwa na wana ukwasi wa kutosha katika kupigania saini za wachezaji kama hawa, haishangazi kuona wanahusishwa naye. Wakimpata, maana yake kocha Mangoba Mngiti, wasaidizi wake akina Kagisho Dikakio watakuwa na furaha tele kwa sababu wanajua wanakwenda kuimarika eneo la kati. Zugrana anakwenda kuleta changamoto kwa viungo waliopo ambao nao wako kwenye kiwango bora. Hapa tunamaanisha Djuki Abuya, kina Mudathi Aya Bas kwa ujumla na viungo wengine katika eneo hilo akiwamo Salum Abubakar Shwaboy, kuifanya Yanga iwe imara zaidi, na ndio msingi wa kile ambacho kinatarajiwa katika msimu ujao 2026-27 ambapo Yanga anakwenda kupigania taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara 6 mfululizo, kurejesha kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo msimu uliomalizika 25-26 wamelipoteza kwa watani zao jadi Simba, lakini pia kombe la Muungano na kubwa zaidi kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo inahitaji wachezaji wenye ubora, wenye vipaji na uzoefu. Yeye Zugrana ana sifa zote hizo. Lakini pamoja na mazuri yote ya Mohamed Zugrana, changamoto huwa hazikosekani. Ndio, kama Yanga watampata, ni ukweli kwamba atakuwa ni mchezaji ghali sana, kwa sababu kama nilivyotoka kueleza, MC Alger wangali wakimhitaji, hawajaeleza dhamira yoyote ya kutaka kumwachia mchezaji ambaye wangali na mkataba naye na amekuwa miongoni mwa wachezaji muhimu kikosini katika kupata mafanikio. Na wao wanakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa ni mabingwa wa Algeria. Hawatatamani hata kidogo kumwachia Zugrana kwa sababu wanajua kwamba wanamhitaji awe kwenye kiwango bora, waimarishe kikosi chao ili wasiishie tena hatua ya makundi kama msimu uliomalizika 2025-2026. Na ikitokea kama kweli akatua Yanga, badake Zugrana, miongoni mwa faida kwake na Yanga ni kwamba anatoka katika timu ambayo wapo wachezaji kadhaa aliyowahi kuwa nao katika klabu ya ASEC Mimosas. Tunazungumzia Kwasi Atula Yao, alikuwa naye katika klabu ya ASEC Mimosas. Tunazungumzia Peodo Pacome Zouzoua, alikuwa naye katika klabu ya ASEC Mimosas. Lakini vile vile anaweza kupata maelezo ya kutosha kuhusiana na Yanga kutoka kwa Stefan Aziz Ki ambaye naye alikuwa naye ASEC Mimosas, na sasa wote wako katika taifa la Burkina Faso miongoni mwa nyota wa kutumainiwa. Swali ni kwamba je, huyu ndio water player anayetangazwa na Yanga nambari 6 mgongoni, ama ni swala la kusubiri na kuona? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.